Ujumbe huu unalenga kumkumbusha Rais Samia kuhusu ujumbe wa Mungu juu ya anguko la utawala wake, lakini pia unalenga kutukumbusha sisi watu wa Mungu kwa habari ya uaminifu wa Mungu katika neno lake au katika ahadi zake. Lakini pia unalenga kutufundisha kwa habari ya imani kwa Mungu. Ninaomba niombe, baada ya hapo nitaendelea. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, wewe ambaye mbingu na nchi ni mali yako, wewe ambaye kwa neno lako mbingu zilisimama, wewe ambaye Bwana ukisema umesema, ninaomba ukanitangulie kunena neno lako kwa uaminifu wako na kwa mapenzi yako, kupitia jina pekee la Yesu Kristo aliye hai, ninaomba na kuamini. Amen. Ninapenda kutumia ushuhuda huu ili kurejea na ujumbe ambao niliwahi kusema kwa habari ya anguko la Rais Samia, ili iwe rahisi kulifaa. Na unajua, Mungu anapotuma ujumbe hana lengo la kuanzisha vita na mtu, maana yeye hawezi akapigana vita na mtu, bali analenga kuleta ujumbe kwa mtu ili huyo mtu aidha achukue hatua au ashupaze shingo. Kwa hiyo naomba niende kwenye ushuhuda. Nakumbuka ilikuwa ni mwaka 2024 mwezi kati wa pili hivi, ambapo mke wangu mtumishi wa Mungu Debora aliota ndoto ya kwamba Mungu amempa huduma kubwa ya charity, yani huduma ya kusaidia wahitaji. Na wakati wote tulikuwa tunafanya huduma ya kupeleka nguo vijijini, tulikuwa tunakusanya kutoka kwa watu mbalimbali ambao tulikuwa tunawashirikisha, wanatupa nguo na baadaye tunapeleka vijijini kusaidia watu ambao wana uhitaji wa nguo. Basi akaota kwamba yuko mahali kwenye chumba fulani na kuna nguo nyingi kwenye nyumba fulani, na kuna nguo nyingi anasafirisha Kenya, ziko kwenye marobota, na ana mtoto wa kiume amembeba mkononi. Basi baadaye siku moja, nakumbuka ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 4 mwaka 2024, ilikuwa kama muda wa saa 2 hivi usiku, akajisikia usingizi, akasema ngoja nipumzike kidogo. Alipopumzika akaota ndoto, akamuota mtu mmoja anakuja kunishirikisha jambo fulani, na kweli alipomaliza kuniambia hivyo, alipozinduka akaniambia hiyo ndoto. Baada ya muda mfupi, kuna mtu mmoja tunasali naye pale kanisani, sitamtaja jina, akawa amenipigia simu, ananiambia ninaomba tuonane, nina jambo la kukushirikisha. Tulipoonana akanishirikisha kwa habari ya kwamba anasikia ndani yake afanyike baraka kwenye maisha yetu ya utumishi. Alikuwa hapendi kuona tunahangaika kushirikisha watu kwa habari ya kufanya huduma. Alitamani tusihangaike na watu kuwashirikisha mahitaji juu ya huduma, bali tuna uwezo wa kujisapoti wenyewe, na kama watu watahitaji sapoti, kutusapoti huduma, basi wafanye kama kujitolea na sio kuwaomba. Kwa akasema anasikia ndani yake kutufungulia duka la nguo, na kwa sababu mama mtumishi anajua kushona, kwa atakuwa anashona lakini pia anauza nguo za jumla. Kwa kweli nililipenda sana hilo wazo, na baadaye tukawa tulienda kuliangalia hilo eneo, maana kulikuwa kuna mahali ambapo tayari anategemea kwamba tunaweza tukapanga hapo sehemu ya kazi. Lakini niliporudi nyumbani, mama mtumishi akaniambia hiyo ndoto ya kwamba huyu mtu, kumbuka, nimemuota na nguo niliyokuota nayo ni hiyo hiyo ambayo amekukuta nayo. Na kwenye hiyo ndoto ilionyesha kwamba hilo jambo halijatoka kwa Mungu, yaani Mungu hataki
tufanye hiyo biashara, tufanye biashara. Kwa hiyo tukasema kwa kuwa Mungu alionyesha kwamba una huduma ya charity na sio una duka, basi tutamtii Mungu hata kama hii ofa tunaiona inaweza kubadilisha maisha yetu ya kiuchumi, kwa sababu yule mtu ana pesa nyingi. Nakumbuka nyumba yake tu ni ya milioni, kiwanja tu walinunua milioni 50, kiwanja chake. Kwa hiyo tukawa tumemwambia kwa kuwa tunamtii Mungu, naomba tusifanye hivyo. Basi ilikuwa ni ngumu kutuelewa, lakini kwa sababu tuliamua kumtii Mungu, basi tukakataa hiyo ofa. Kwa tukaendelea kumwamini Mungu kwa habari ya huduma ya charity aliyotuonyesha, tukaendelea kuifanya kwa kiwango kidogo. Sasa mwaka huu mwezi wa 3, kuna mchungaji alinishirikisha kwa habari ya uhitaji alionao. Yuko maeneo ya umisionari, ametembea kwa miguu imevimba, maana na miaka kama 57 hivi. Hana usafiri, hakuwa na chakula, nyumba yake haijaezekwa vizuri, inavuja. Niliumia moyoni kwa sababu nimepitia hayo mazingira ya utumishi. Kwa hiyo na bado nayapitia pia, sio kwamba nimetoka kwenye hayo maisha, lakini ninapenda kumtumikia Mungu kwa hali zote. Basi sikuwa na pesa, ila nikasema nitashirikisha watu. Baada ya kusikia ndani yangu ninaambiwa unaweza kushirikisha watu, unaweza ukafanyika baraka. Basi huyo mtu alipata baskeli, ilipatikana kama 600,000 hivi kupitia watu, na ni watu wawili tu. Ilinishangaza, watu wawili walijitoa 200,000 na kitu, 200,000 na kitu, ikafika kama 500,000, na mwingine akajitoa 50,000. Alafu pia mwingine kati ya hao wawili akaendelea kumsapoti pia. Okay, kupitia hapo ukatokea sasa ule mzigo wa kwamba natakiwa nifanye angalau nione namna ya kusapoti watumishi wa Mungu, kusapoti wanafunzi kwa kuwanunulia uniform, madaftari, lakini pia kusapoti wahitaji kwa ujumla, yatima na wajane. Sasa tarehe 8 ya mwezi wa 4 mwaka huu 2026 nilipokuwa ninapata hilo wazo la hiyo huduma, kumbe ndo hiyo tarehe ambayo mke wangu aliota akakumbushwa kwa habari ya kusimamia maono ya charity. Na nilikumbuka baada ya kuwa Facebook imeshare huo ujumbe, maana nilishare huo ushuhuda. Sasa leo tarehe 15 mwezi huu wa 4 mwaka 2026, kuna mtu mmoja aliomba aongee na mimi kwa habari ya issue nyingine tu tofauti ya kiofisi. Kwenye hayo mazungumzo yetu akajikuta amesema kwa habari ya maono aliyonayo, ni mtu wa Marekani huku, maono aliyonayo ya kusapoti wahitaji, yatima, wajane, watumishi. Ilinishangaza, nikamtumia ujumbe ambao nilikuwa nimetuma leo kwa mtu mmoja ambaye nilimuulizia kwa habari ya kupanga nyumba yake kwa ajili ya huduma ya charity. Nikamwambia usije ukausikia huu ujumbe ukasema mtumishi wa Mungu nimemshirikisha kwa ameona asheri kusudi nijue kwamba alikuwa na maono. Kwa nikamwonyesha huo ujumbe kwamba tayari Mungu alinikumbusha kitu na nikaanza kushirikisha. Kwa hiyo naomba ni summarize afu then nije kwenye ujumbe wa kitaifa. Unaona, Mungu alileta neno mwaka 2024 kuhusu huduma ya charity. Na kwa sababu hilo neno tuliliamini mioni mwetu, hata kama hakuna dalili, limeendelea kuishi mbele za Mungu, kwenye moyo wa Mungu. Kwa sababu ukilipokea neno, linakuunganisha kati yako na Mungu. Neno la Mungu analolileta kwa kukipokea
linakuwa kiunganishi kati yako na Mungu. Kwa hiyo linaendelea kubaki kwenye moyo wa Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo imepita miaka miwili, Mungu anakuja kuanza kutimiza. Na ile jana ambapo niliposikia ndani yangu kuendelea sasa kuchukua hatua ya imani, nimejifunza kwa Reinhard Bonke, alipokuwa anaambiwa na Mungu jambo anaanza kulifanya hata kama hana lamani. Kuna mimi ile kuanza kushare na mtu ambaye kipindi cha nyuma Mungu alimgusa kwa habari ya kutupa nyumba kwa ajili ya huduma, ilikuwa ni hatua yangu ya imani. Kwa Mungu amemleta mtu, simaanishi ya kwamba moja kwa moja, lakini tumeongea na akasema huu ni mpango wa Mungu, maana nimekuwa kwenye maono hayo na nilikuwa natafuta watu ambao ni waaminifu. Na ninaposema hivi haimaanishi ya kwamba ndio imekuwa, lakini nataka tu nikuonyesha kwamba Mungu akisema jambo, anachotaka kwako ni imani. Inawezekana Mungu amesema jambo kwako kwenye maisha yako, ukiliacha hilo jambo litaisha hivyo, lakini kama utamwamini Mungu, utaliombea hilo jambo, utaendelea kumkumbusha Mungu hilo jambo, Mungu atalitimiza hata kama huoni dalili. Kuna namna mbili za Mungu kujibu mambo. Moja ni kukupa ujumbe, alafu anakusubiri uupokee kwa imani na kuanza kufanyia. Njia ya pili ni pale ambapo unakuwa muomba Mungu jambo na akakukubalia. Kwa kuna mambo Mungu hutamuomba ila atakushirikisha na anahitaji imani yako, na kuna mambo Mungu atafanya kwa sababu wewe umemuomba. Sasa ninakuja kwa habari ya ujumbe wa Rais Samia ambao ulionyesha anguko la utawala wake. Ni miezi sasa imepita, maana ilikuwa mwezi wa 10 kabla ya maandamano ya tarehe 29 mwezi wa 10 2025. Ionyesha kwamba baada ya machafuko kulitokea anguko lake. Kwa hiyo hata kama leo ni miezi imepita na bado anguko lake halijatimia, haimaanishi ya kwamba Mungu hatatimiza. Bali kuna wakati Mungu anatutumia kama ujumbe, kama wajumbe wake, ili atakapotimiza hilo jambo iwe ushuhuda, iwe ushahidi kwa wengine ya kwamba Mungu alimuonya, Mungu alimwambia mapema ila hakuchukua tahadhari. Mfano hata kwa habari ya hiki ambacho leo kinamtesa Rais Samia kwa habari ya mauaji yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa 10 2025, ambayo anatumia nguvu kubwa kuyaziba, ni mambo ambayo nilisema tangu mwanzo ya kwamba ipo gharama. Kwa hiyo kuna mambo Mungu huwa anasema ili itakapotokea aonekane uaminifu wake, ili asiwe na hatia kwa huyo mtu. Maana kama ambavyo kwenye Torati Mungu alikuwa anakataza mtu kumpiga mtu, asimpige mwenzake kwa kumuotea, kadhalika Mungu huwa hamwangushi mtu kwa kumuotea. Atachagua hata kama mtu ambaye haeleweki, ili atume ujumbe kwa huyo mtu, ili ikiwezekana akisikia basi atapona, asiposikia inawezekana anguko lake likawa baya zaidi. Kwa hiyo ujumbe huu unakumbusha tu kwamba kama Mungu ametimiza yale ambayo kibinadamu hata hatukuwahi kuwaza, ila sasa hivi kuna dalili Mungu atatimiza. Lakini pia hiyo jana kuna mtu mwingine mzungu mmoja akasema anasikia kutimiza ahadi ya kumsapoti mtu mmoja, ndugu yangu. Kwa unaona kuna wakati Mungu anaweza akaamua kuinua watu bila kuwaomba kwa sababu alikuahidi. Kwa inawezekana kuna neno ambalo umekuwa ukimuomba Mungu na umekata tamaa, endelea kumwamini. Kuna mambo unatakiwa kumuomba Mungu, lakini kuna mambo unatakiwa umwamini Mungu, uyapokee kutoka kwa Mungu. Nihitimishe kwa andiko hili. Waebrania sura ya 4 mstari wa 2 inasema, maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, lakini neno lile lililosikiwa halikuwa faa hao, kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Ujumbe huu utauelewa vizuri ukisoma Wakorintho wa kwanza sura ya 10, ambapo inaelezea kwamba kuanzia mstari wa kwanza kwamba Musa,
Israeli walikula chakula kile kile cha roho, wakabatizwa ubatizo ule ule wa roho, walipokea baraka zote za Mungu, walikula chakula cha Mungu, lakini Mungu hakupendezwa nao, akawaangamiza jangwani. Sasa andiko la hapa Waebrania linaonyesha kwa nini aliwaangamiza jangwani. Ni kwa sababu neno la Mungu ambalo Mungu alikuwa analileta kwao lilikuwa halichanganyiki na imani. Kumbe Mungu anataka akikupa neno, akikupa jambo, ulipokee kwa imani. Neno la Mungu linatakiwa lichanganye na imani, ndipo likuletee matokeo. Mfano, mimi nimekuwa nikisema kwa habari ya anguko la Rais Samia. Sio kwamba nitaenda msituni na kuunda jeshi la kumwangusha Rais Samia, bali lile neno alilolinena Mungu natakiwa niliamini na nilisimamie kama mjumbe wa Bwana. Maana usiposimamia pia alichokisema Mungu, manake wewe pia unakuwa kwenye hatari. Kitabu cha Ezekiel kinasema, nikimwambia mtu mwovu ache njia zake mbaya, usipomwambia, damu yake itakapomwagika nitaidai mikononi mwako. Manake Mungu hataacha kutimiza alichotaka kutimiza kwa muovu, lakini anguko lake huyo muovu halitakuacha salama wewe, damu yake utadaiwa. Kwa hiyo sisi tunasimama kama watumishi wa Mungu, kama wajumbe wa Mungu, ili kusudi yale atakayoyafanya Mungu itakuwa yatawahubiri wengine kujua kwamba Mungu akisema habadiliki. Mungu akisema hata kama itachukua mwaka bado atatimiza. Naamini kuna kitu pia nimeona leo, imekuwa jana sasa, ambapo Chadema wameruhusiwa kufanya siasa. Naomba tu nikomee hapo, lakini Mungu akisema atafanya jambo fulani hivi, ijalishi amesema kwa ndoto, ijalishi amesema kwa maono waziwazi, ila kama ni namna ambavyo Mungu unajua ni Mungu alisema nawe, atatimiza. Baki umemwamini Mungu. Neno ulilolipokea kutoka kwa Mungu lichanganye na imani, litakupa matokeo. Naomba niombe nawe mtu wa Mungu, na kwa ajili ya taifa pia. Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Mungu uliahidi ya kwamba utatupa utawala bora taifa la Tanzania, na ukaonyesha kwamba utaangusha utawala wa Rais Samia. Sina chuki na Rais Samia, lakini nasimama kama mtumishi wa Mungu. Hata manabii uliwatuma ujumbe kwa wafalme. Sio kwamba walikuwa na chuki na wafalme, bali walikuwa wanatimiza wito wao uliowaitia. Na mimi Mungu uliye hai, sina chuki na Rais Samia, lakini mimi ni mjumbe tu. Bwana Baba, ninaomba neema itokayo kwako umsaidie pia moyo wake kusikia neno lako, kusikia ujumbe Bwana, ili damu yake Bwana isimwagike, ili Bwana anguko lake lisitimie, bali Mungu kuwe na wokovu katika taifa la Tanzania, kuwe na mabadiliko ya utawala ulioyaahidi katika taifa la Tanzania bila machafuko. Mungu wetu uliye hai, mpe neema ya kutubu. Lakini pia ninaomba kwa habari Mungu wetu uliye hai, kwa habari ya utawala bora uliowaahidi kwenye taifa la Tanzania. Mungu, ninaomba uutimize. Lakini pia wako watu mbalimbali ambao Mungu umewapa neno la imani kwenye maisha yao. Bwana Baba, waongezee imani, wape kuliatamia hilo neno mpaka liwape matokeo. Shuhuda hizi ambazo Mungu unaziachilia kwenye maisha yangu na kwenye maisha ya watumishi wengine, Bwana, zifanyike wokovu kwao, ziwe ushuhuda kwao. Mungu, ziimarishe imani zao, wakuamini wewe Mungu wetu uliye hai. Kama unaweza ukatimiza jambo ulilosema miaka 2 iliyopita, miaka 5 iliyopita, miaka 20 iliyopita, Mungu waweza kutimiza hata haya, waweza kutimiza juu ya maisha yetu. Mungu akubariki na kukulinda. Mungu ajibu haja moyo wako. Mungu afute hatia yako, lakini zaidi Mungu aimarishe uhusiano wako na yeye. Kwa Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mungu akubariki.